Tutaimba hosana, tutaimba hosana, tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi, tutaimba hosana, tutaimba hosana, tutaimba hosana.
focus on her. You're gonna sing again, just only focus on her. You take the backstage, I'll take the backstage. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante wema wako. Milele na milele.
Yesu asifiwe. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba chapa kelele vigelegele. Amen. Sasa mimi napendaga nikisema amen watu waitikie amen. Yes. Lakini mtu akisema amen kila mtu yuko kwenye simu, yuko busy, hivi huwa mimi sisikii vizuri. Ukiitikia kabisa hata kwa shetani yuko anasema hapa sisogelei. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana. Ni kipindi kizuri kuingia. Ni kipindi cha mahitaji. Yule yote Mungu alimfanyia mambo makubwa, hana budi ya kumsifu Mungu kwa kusema mahitaji yake. Amen. Karibuni sana kwa mahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Mara nyingi sana nasemaka huyu Mungu ni Mungu wangu. Amen. Wengine wanasikia mbaya. Wanasema kwa maana najiaproprie Mungu, lakini Mungu ni wangu. Amen. Nitaimba, lakini kabla sijaimba nitasema kidogo mambo ambayo Mungu amenitendea wiki iliyopita. Sikuwa hapa, nilizuilika, lakini namshukuru Mungu sababu niko hai. Amen. Nilikuwa natembeza truck, nikafanya accident na truck. Na nilikuwa katika highway, lakini Mungu ameninusulisha. Yake haikuharibika na mimi mwenyewe sikufa. Tulikuwa wengi ndani ya ile truck. Mungu ametuponya kifo. Ilikuwa mvua inanyesha, kwa utelezi sana, lakini Mungu hakuacha kwa mbele truck itumalize. Tukaenda kuzama sehemu fulani, tukapotea njia. Truck ikatereza, ikatubeba katika pole. Na pale kulikuwa kumejaa tingi. Kulikuwa ni matope mengi, lakini Mungu ametuponya na leo tuko wazima. Kwa hiyo si kwa nguvu wala akili zetu, lakini Mungu ametutendea muujiza. Sasa niliona tunajaribu yote tuliweza, haikuwezekana. Nikaingia ndani ya ile truck, nikarudia ndani, nikalalamika kwa maombi ya kuomboleza sana. Nikakuwa kama niko ana kwa ana na Mungu. Nikamwambia Mungu, leo dimanche sikwenda mkanisa sababu nilikuwa na mpango wa kwenda kanisani, lakini truck ya wenyewe imezama hapa, ndio maana ninashindwa kwenda kanisani. Na sitaiacha katika poli hii. Lakini Mungu ufanye muujiza mkubwa, ionekane kwamba uko Mungu ambaye naomba kila siku. Sio kwa bure nilikuwa nasema uko Mungu wangu na kisha ufanyike kitu. Unitendee muujiza leo. Kabisa nilikuwa na huzuni, nilalamika, mwangenisikia kama angekuwa nje angesema huyu jamaa amepata wazima. Lakini namshukuru Mungu sababu ni mwaminifu. Alituma kijana mmoja alitokea sijue from nowhere. Alituambia anatoka Russia, ni wa nationality ya Russia lakini anaishi hapa. Anaishi kule mashamba kule. Afu akatuambia mnafanya nini hapa? Mbona nikama mko katika shida? Nikamwambia ndio tuko katika shida. Na tangu asubuhi sana, tangu saa 12 tuko hapa. Tumeshindwa kutoka hapa sababu gari imezama pale. Alikuwa akafuatilia kadogo akasema mimi siwezi kuwasaidia. Lakini acha basi niende kununulia kinywaji tu. Basi sababu ndio msaada wangu naweza kutoa. Mimi natoka kanisani na nasikia kama niwatendee kitu moja basi ya maana. Akatuletea tule tukene tuine twa kombucha. Na tulikuwa watu wanne. Wengine wawili tuliwaita wakaja kutusaidia kule, lakini tukashindwa. Kidogo tu kumbe alipiga simu kwa kaka yake ni padiri.
ni padiri kwa kanisa la Orthodox. Akaleta kamio yake ndio ituvuta pale ikatutosha katika ile matope. Akamwambia unapenda, sababu wao wanaamini kwamba siku ya Jumapili lazima ufanye kitu kizuri cha kumfurahisha Mungu. Ndio akampigia simu akamwambia, unataka ufanye matendo mazuri leo Jumapili? Aseme ndio. Basi chukua kamba za kukokota gari na uende pale kwa barabara, utaona watu wakutasaidia. Kweli nikamuuliza jina lako nani? Akasema jina langu Musa. Kweli jina lako Musa Nikamwambia unajua Musa kazi yake katika Biblia. Nikasema ndio alienda kukomboa wana wa Israeli. Na sisi watoto wa Mungu tulizama hapa tangu saa 12. Na wewe Musa unakuja kutusaidia. Basi kwa hiyo nikaona Mungu ni ajabu. Tusikuwe na wazo huyu Mungu tunaombaka hapa. Nikasoma barabara tunakutana naye tunasalimiana kule nje. Mungu yuko na nguvu. Mungu anasikia na Mungu anafanya. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nitaimba kama kafuru. Kama na hiyo taimba na mimi. Amen. Hakuna Mungu kama wewe. Sema amen. Basi ni kipindi kizuri cha kusikia mahubiri yetu katika jimbo. Amen. Tunaalika Umoja Kwaya, baadaye Wokovu Kwaya wimbo mmoja, tunamalizia na Gethsemane Kwaya wimbo mmoja. Amen. Karibuni sana na Mungu awabariki.
Karibu guest kwa hiyo karibu.
na mbwembwe. Nilikuwa naona mmoja hapa. Piga piga. Huyu. Bwana Yesu asifiwe. Kama watu wanafanya kazi nzuri mimi nafurahia sana. Unafurahia kama watu wanafanya vizuri. Hapo nilikuwa nafikiria hao wanaanza hivi. Tuwakia kufikia huko itakuwaje? Hii kwa hii. Amen. Sema amen. Basi ni kipindi kizuri cha kukaribisha wageni. Kama kuna mgeni naomba anyoshe kidole tu juu hapo unapoikaa. Anyoshe tu mkono wako, tutakuona huko. Na nafikiri naona sura zote ni wenyeji. Amen. Basi tutakaribishana si wenyewe. Amen. Tunaanza na kamati ya wamama na wamama wote, karibuni ndani ya nyumba ya Mungu na Mungu awabariki. Vijana na kamati yote, karibuni ndani ya nyumba ya Mungu na Mungu awabariki. Watoto na kamati yote ya watoto, karibuni ndani ya nyumba ya Mungu na Mungu awabariki. Amen. Wababa na kamati ya wababa yote, karibuni ndani ya nyumba ya Mungu na Mungu awabariki. Wachungaji, karibuni ndani ya nyumba ya Mungu na Mungu awabariki. Amen. Sema bila kubwa. Mmefanya vizuri sana. Na wakati watu wanafanya vizuri, wanastahili kupongezwa, sivyo? Basi ni kipindi kizuri cha kutoa sadaka. Biblia inatuambia huwezi kaenda ndani ya nyumba ya Mungu bila chochote kile unachokipeleka. Tunaomba shemasi wetu nituletee kitunga cha sadaka na kila mtu atoe sadaka yake. Amen. Wamama, Mungu mnawapatia watoto sadaka. Asubuhi mbele ya kuja kanisani mnawapatia sadaka. Amen. Kwa sababu nao wana pesa zao. Hakuna mtu mwenye ana pesa. Kuna mwenye ana pesa. Hata huyu wanamlea hapo. Ana pesa yake. Hata kama mama yake ampatie, lakini ana pesa yake. Amen. Maana yake sisi wote hapa tulipo, kila mtu ana pesa. Wamama wasitupanii, wala wababa wasitupanii. Wapeni watoto sadaka, wamtolee Mungu. Amen. Basi tunamkaribisha kaka, karibu utupatie wimbo mmoja moto kwa ajili ya sadaka. Tukimaliza kutoa sadaka, tunamkaribisha kaka Fariala atakuja kuombea sadaka. Tutakapomaliza kuombea sadaka, tutamkaribisha mama Sela atakuja kutupatia wimbo mmoja wa kukunga kwa kukaribisha mgeni. Amen. Amen. Ndio kisi baada ya Haleluya. Amen. Solomono kwenda Gibeoni. Haleluya. Try to focus on it if you can. Solomono kwenda Gibeoni. Alimuomba Solomono
Basi ni kipindi cha kuombea sadaka yetu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu wa mbingu na nchi, Mungu uketie katika kiti cha enzi. Wacha upewe sifa zako na unastahili Bwana. Tazama tumefika mbele yako hapa patakatifu, hapa tukiweka kiti chetu mkononi mwako. Na tumekuja kuchukulia mfano ule ulipoweka kati ya Kaini na Abeli. Ukakwenda kutupilia mbali sadaka ya Kaini kutokana na moyo wake. Nasi pia tunakuja kutanguliza hivi. Pale unapokuwa unatubariki Bwana, bariki na sadaka hii. Kazi ile ambayo tutakwenda kutanguliza Bwana unajua mwenyewe. Tunaomba Bwana kupitia jina la Kristo, ili mambo na makosa yaishe. Amen. Sema amen. Basi ni kipindi cha kusikia wimbo mmoja kwa kumwandaa mhubiri wetu. Wakisha watapatia wimbo moto moto na mhubiri naye akuwa anajiandaa. Amen. Okay. Karibu sana. Ushuke Roho wa Bwana, ushuke utujaze furaha.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mkutano. Tuna moyo wa shukrani kwa kupata nafasi tena kuitafakari neno la Mungu. Na kabla sijaendelea na neno ambalo nitafundisha siku ya leo, ama Papa Shemasi agawe tukaratasi kidogo hivi. Kuna swali moja, ikishapata jibu alafu tutaendelea na neno letu. Tunaanzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haraka tu unaandika kitu kimoja pale, alafu jibu lake litatusaidia katika somo letu siku ya leo. Swali linaulizwa hivi: ikiwa unapenda kuoa au kuolewa, ikiwa ungeolewa au kuoa tena, ungependa uoe au uolewe ngapi kwa sasa? Naelewa swali. Kila mtu sasa andike jina, samani ya kitu anataka pale. Pesa ni ngapi? Kama kwa sisi ambao tumeshawahi kuoa, kama ungeambiwa sasa uoe mke wako, wewe ungeoa ngapi kwa sasa? Na kama hujaoa, unafikiria unaweza kuoa mke wako ngapi? Au ungependa bwana ule kaka yule akuoe akutolee mahali ngapi? Ndio swali lenyewe. Dakika moja tu inatosha. Kama huna kalamu, dakika moja tu. We need the pen. Hakuna ingine hii hapa. Nahitaji kuandika haraka, dakika moja tu inatosha. Ukishamaliza kuandika unapatia mtu mwingine kalamu. Alafu mtu mwingine anaweza kakomboa hiyo majibu, tutaipata hapa sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka tupate teme ya leo ni nini? Si ndio? Lakini italetwa na majibu yake. Kama ungependa sasa wakuulize siku ya posho inayokuja watakuja kukutolea mahali, ungetaka wakuoe ngapi? Ndio swali letu tu, liko fupi sana. Na kama ulishawahi kuoa, mke wako alishazaa mpaka na watoto kabisa, unafikiri kama wanakuambia umtolee mali, wewe unafikiri umtolee ngapi? Tuko pamoja? Dakika moja ishapita. Tupatie makaratasi. Basi mtu akupasa kuandika. Kama au kuandika uende kwa Sunday school. Kama ukuandika natakiwa uende Sunday school. Na kama utaandika ubakia hapo kwa sababu utakuwa unatusaidia kwa somo letu. Kama unajijua au kuandika na wana uende kwa Sunday school. Kwa sababu hautatusaidia kitu chochote. Yeah. Swali ni fupi tu. Ni swali nzuri sana. Na wewe hata kama na mtu mwenyewe ananisikia ambaye ananifuatilia kwa runinga, wewe unayenifuatilia, kama ungeambiwa uoe mke wako kwa sasa, au ungetaka bwana wako akuoe, ungetaka wakuoe ngapi? Au ungetaka umuoe mke wako umtolee pesa ngapi? Tuko pamoja? Kishaipata jibu niandikie hapa. Jibu lako ndio litanipa majibu. Usiandike jina. Usiandike jina. Kuna watu ambao nimewaandika majina. Mpaka na pastor aliyesafiri na yeye alishaleta jibu. Tayari? Na mmoja.
sana hii majibu, kwa mzuri sana. Nitaisema. Kwa sasa siwezi nikahubiri kitu chochote kama sijaisema. Yesu asifiwe sana. Amen. Wangapi hawakuandika? Yes, bado. Nataka ulete. Kama hujaandika nenda Sunday school, ni vizuri sana, sio somo lako. Niombe volunteer mmoja, mama mmoja kutusomea hii majibu. Papa, mama sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanafurahia somo leo hata kama hujasikia? Unajua ni nini? Kama hujafurahia kitu huwezi kipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili somo letu hili, uchunge hiyo jibu lako, utapata jibu ya hicho ulichokiandika. Tuko pamoja? Mtu mmoja alisema ngapi? 1000. Huyo anapenda akimuoa au angeoa mwanamke amuoe 1000 tu. 1000. 1000 tu inatosha. Huyo anasema akioa au akiolewa, usicheke. Akioa au akiolewa, aolewe 50,000. Huyo anasema 17,000. Akioa au kuolewa isipite hizo. Anasema 10,000 isiende juu ya 10,000 kwa kumuoa au yeye kuolewa, kwa sababu hatujui kama ni mwanamke au ni mwanamume. Wanasema 10,000. 10,000. Wanasema 25,000. Huyo anasema alikuwa ameandika vitu vya Biblia. Anasema 80,000, anasema tena kahama 100,000. Vizuri sana. Huyo anasema 10,000. 10,000. Huyo anasema wakimuoa au yeye kwenda kuoa isipite 10,000. Huyo anasema 200,000. Dola 1,200. Huyo anasema 100,000. Anapaswa olewe 100,000 au kumuoa mke wake amuoe 100,000. Huyo anataka ng'ombe 3. Nataka tuangalie kwa sehemu wewe unapoishi ng'ombe ni dola ngapi? Kwa mfano hapa ni ngapi? Ng'ombe moja. Ng'ombe nzuri ni kwa kuoa wataka ng'ombe ni ng'ombe tu. Ng'ombe ni ataka doro kwa mezaliwa jana ni ng'ombe tu. 2000. Huyo anataka olewa 7,500. Huyo anataka 27,000. Huyu 27,000 mpaka 30,000. Huyo anataka mwenye atamuoa au yeye kwenda kuoa mke wake isipite 25,000, ianzie 25,000 mpaka 30,000. 15,000. Huyo anataka 15,000. Hivyo ni swali ya kuuliza wazee. Huyu anasema jibu lake ni nzuri sana. Huyu anasema hii swali letu sio la kuuliza yeye, kwa sababu yawezekana ni kijana. Kwa hiyo hii swali iulizwe baba yake ndio atatoa majibu. Mmenielewa? Na yeye pia iko sahihi. Okay. Huyu anasema 50,000.
Huyu anasema 5,000. Dot. 0.3 na pointi na 0.2. Ndio 5,000. 5,000. 5,000 kama dot 5,003.00. 5,000. Huyo anasema kwa kumuoa tu yeye ni dola 5,000 au yeye akienda kuoa mke wake isipite dola 5,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda sana hii majibu. Ni ya mzuri sana. Somo letu lina swali moja. Je, unaijua thamani yako? Yes. Mnanielewa? Somo letu leo ni je, unaijua thamani yako? Thamani yako wewe uliandika hivi ulivyoandika ndio thamani yako. Tuko pamoja? Yes. Vile unavyofikiria wewe au unavyofikiria kwa mtu mwingine, hiyo ndio thamani yako. Kuna watu ambao wanapenda thamani iletwe na mtu mwingine. Ndio kuleta sasa, Mama Monica, wewe unakuwaka wa mzuri, wewe unakuwaka hivi. Wewe mwenyewe uko wa dola ngapi? Kama wewe mwenyewe umejibandika hiki hapa, ninajibandika mimi niko wa dola 5,000, maana thamani yangu ni dola ngapi? 5,000. Sasa kama mwenzako ameweka dola 500, wewe unaanza kusema yeye alisema za mingi za ndio thamani yake. Sijui kama tuko pamoja. Hii ndio somo letu sasa. Kama wewe uliandika dola 5,000, Mungu anatiki kwa hii karatasi kwamba ulisema wewe thamani yako ni dola 5,000. Kama mke wako na faida zake zote zile za kukuzalia na ukasema kwamba unahitaji kumuoa dola 5,000, thamani yake ni ile dola 5,000. Vile vingine vyote vya kuangalia, alishazaa, alishafanya nini, atakuwa anakuja kunifanyia hivi na hivi na hivi na hivi, wewe hauvione vyote, uliona thamani ni ngapi? 5,000. Nikauliza mtu mmoja jana hii swali, nikamuuliza tu mtu mmoja, kisha akasema hivi, kuna watu wana make dola 50,000 kwa siku hapa hadi leo. Amen. Wangapo wamekubali? Na mimi nimeikubali. Mtu mmoja ameniambia hivi, leo nimefundisha watu gari. Leo nimefundisha watu gari na nimeweka alita kitu gani? Alita kuweka nini? Ile kuweka amount ya pamoja. Ile ya kuweka kwa mfano 3,000 mara moja. Alitumia terme moja hivi. Kuweka zote mara moja, kisha anakuwa anaanza kukufundisha tu. Deposit. Vile kwamba nitakufundisha mpaka upate B, lakini utanipa 5,000. Watu 10 wamemlipa kwa siku. Watu 10 walimlipa kwa siku. Walipata ngapi? 30K. 5,000. Watu 5 wamemlipa. Watu 10 wamemlipa. Leo ametumia leo wamemlipa. Lakini nitakuwa na wafundisha polepole na ninaendelea kutafuta na wengine. Ina maana mtu anapata 500,000 kwa siku moja, inakuwa kwa mfuko wake 50,000. Unanielewa? Sasa wewe unasema kwamba utaolewa 1,000 ngapi? 50,000. Thamani yako kwa ule mtu iko ya siku moja. Sijui kama unanielewa. Okay, tuendelee na somo letu. Mtu mmoja asome kitabu ni kile cha Samueli wa pili mstari wa 18, sura ya 18 mstari wa 3. Samueli wa pili 18 mstari wa 3. Na niko tayari. Naweza kaanza mstari hata wa kwanza kafikia wa 3. Samueli wa pili 18 mstari wa 3. Samueli wa pili 18 mstari wa kwanza. Yes, hadi 3. Hadi 3. Kisha
Daudi akahesabu watu waliokuwa pamoja naye. Tunasoma. Kisha Daudi akawahesabu watu waliokuwa pamoja naye. Akaweka maakida wa 1000 na maakida wa 100 juu yao. 2. Daudi akawapeleka wao watu vitani. Seluti moja chini ya mkono wa Yoabu, na seluti ya pili chini ya mkono wa Abishai mwana wa Seruya nduguye Yoabu, na seluti ya tatu chini ya mkono wa Itai Mgiti. Mfalme akawaambia watu, bila shaka mimi mwenyewe nami nitatoka pamoja nanyi. Yes. 3. Lakini watu wakasema, wewe usitoke nje. Lakini wanani? Lakini wanani? Watu. Lakini watu wakasema, wewe usitoke nje. Kwa maana tukikimbia watatuona sisi kuwa kitu, au tukifa nusu yetu hawatatuona kuwa kitu. Lakini wewe kuwa thamani kuliko watu 10,000 katika sisi. Kwa hiyo sasa ni afadhali mkae tayari kutusaidia toka mjini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Somo letu leo tunataka kujifunza wewe ni wa thamani gani. Nataka utakapomaliza somo hili ujijue thamani yako ni nini. Na ili kujua thamani yako ni nini, ni lazima kwanza ujue nini maana ya thamani. Si ndio hivyo? Tunaposoma ile andiko la Samueli wa pili, linatuambia habari ya mfalme Daudi. Mfalme Daudi alipotaka kufanya vita na mfalme Absaloma, ilimbidi aweke vikosi, aweke watu kwenye makundi, maaskari wengi, na kila askari mkuu alikuwa na maaskari wengi. Daudi alikuwa akitegemea wanani katika vita? Alitegemea maaskari wake, kwa sababu alijua kwamba akiwatuma kule watafanya vizuri zaidi. Lakini sasa akasema, yawezekana mnasikia woga, yawezekana mnatetemeka, na mimi nitakuwa kwa mstari mmoja pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema, na mimi nitakaa na nyinyi, nitaenda na nyinyi huko vitani, nitafanya vita na nyinyi. Biblia yangu inasema, lakini watu wakamwambia. Hapo ndio kuna neno letu. Lakini watu wakamwambia. Watu wote dunia mzima walimthamini Daudi kama mtu muhimu sana, lakini Daudi naye akasema, hapana, watu ni muhimu kuliko mimi. Kwa hiyo na mimi nitaenda mstari wa mbele. Daudi akasema, nitawafuata na mimi nitakuwa pamoja nanyi, msiogope, tutashinda vita. Watu wakasema, wakapiga mahesabu sasa watu. Jamaa yawezekana alikuwa alishavaa sare zote za vita ili aende kwa mstari wa mbele kupambana. Watu wakamwambia, hapana. Unajua kwa nini walisema wewe unatakiwa kukaa chini? Biblia inajibu, si ndio? Biblia inasema kwamba wewe ukibaki kule nyumbani, sisi tukieremewa, tukikimbia sisi, hawataona kitu kwetu. Tuko pamoja? Wataacha tu na sisi tutakimbia. Lakini wewe ukiwa mstari wa mbele, watakuua, watatuacha sisi kwa sababu wakuue wewe mmoja. Wewe mmoja ukifariki, sisi wengine wametupata sio wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hao jamaa waliwaza sana. Lakini pia ukishuka pale chini kidogo nasema hivi, na ikiwa watatuweza wakatuua sisi wote, tunapata wapi mforo? Ndio mambo haya mawili. Tunapata wapi? Wewe unatakiwa ukae mjini ili sisi tunapopambana, tukishindwa utatuletea mforo. Ndio ilikuwa sababu. Na wakasema, wale watu wakakazia,
Hawakuishia pale, wakasema kwa sababu wewe ni mtu wa muhimu wa thamani kubwa. Tuko pamoja? Kati ya mtu ambaye anaenda mstari wa mbele, tujiweke sisi kama ndio tumejitoa kwenda kupigana vita, na mtu mwenye atakuja baadaye, wa muhimu ni wapi? Tusemeshe ukweli tu. Baadaye mimi nasema hewa anavita vishakuwa pale mlangoni, watu 5 wajitokeze wapigane naye. Sasa nyie 5 mnaenda, kisha wengine wanasema sisi tutaenda baadaye. Baadaye wakawa muhimu. Hapana. Bale wenye wameenda mbele wale ndio wa muhimu. Na Daudi naye alikuwa akijua kwamba walioenda mbele ndio watu muhimu zaidi. Tuko pamoja? Lakini watu walioenda, wale walioenda mstari wa mbele wakasema hivi, haiwezekani. Sisi hatuwezi kuwa wa muhimu kuliko watu ambao watakuja nyuma. Kwa sababu watakaokuja nyuma watakuja na nguvu zaidi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajifunza somo kitu hapo. Kuna kitu ambacho kimekuingia hapo, somo moja limekuingia. Unajua ni nini? Kuna watu ambao wanafikiri yeye ni yeye tu. Tuko pamoja? Kwa mfano, kuna watu ambao wanafikiri hivi. Mtu mmoja aliambiwa, pastor mmoja yuko katikati yetu, aliambiwa kitu kimoja. Mama Ewa, mimi nitakufundisha jinsi ya kulea watoto. Jinsi ya kulea watoto. Akamuuliza, ulishawahi kuzaa? Akasema hapana, ila nimetoka chuo. Akamwambia sasa, wewe unanifundishaje wakati mimi nawalea? Tuko pamoja? Kabisa. Lakini tujiulize, kati ya dokta, mimi napambanaka na hao madokta wa huko Bulaya sana. Mimi wasiwaamini sana. Kati ya mgunga na dokta, na anapaswa kulipwa pesa mingi. Mgunga. Kwa nini wanalipa dokta? Hiyo masomo yake. Unanielewa? Ili mimi nionekane hivi na kurukaruka hapa kwenye altari nilionekana kwa sababu ya nani? Ya mgunga. Ili mimi nionekane, lazima mgunga ndio anahangaika kabisa. Lakini ukiangalia wagunga walio wengi, wale wa TBA wale wanaotuzalishaga wale, wengi wao wanavaa vibaya mno. Wengi wao hawana hata viatu. Wengi wao wana shida mno. Lakini serikali na sisi wenyewe tuliozaliwa na wale tuliozalishiwa na wale watu, tunaanza kumuona dokta njoo maana. Ni kweli? Mungu awahurumie sana. Yaani tunafanya kitu kimoja kibaya mno. Mtu ambaye anakuja wa nyuma, mtu ambaye yuko kimbele mbele, yeye yuko anaandika tu. Anakuwa ndio mtu alipwe pesa mingi kuliko mtu ambaye alifanya kazi ili kwamba anaokoa mamilioni ya watu kwa siku bila msaada wa chombo chochote, kwa akili yake tu. Lakini huyo mtu alipo kuliko mtu ambaye anakaa ofisini. Sawa sana walimu. Walimu walio wengi wa primary school, nilikuwa nawaza hapa Bulaya na kwenyewe wanalipa walimu vizuri. Never. Mtu mmoja anatumika kule kumakuku na wapi anapata mshahara kuzidi mwalimu. Ni shida. Na ili utengeneze vile vyote pale, ni lazima uanzie wapi? Masomo. Lakini yule aliyekufundisha anakaa iko bure. Somo letu liko, je, unajua thamani yako? Utakuta hata mgunga mwenyewe hajui thamani yake. Hajui, yeye hajui kama anasema, "Sisi ni hivi tu, anaanza sasa. Sisi ni vitu hivi na hivyo na nguo yetu kichafu." Lakini sasa somo langu linahusu nini? Anayetakiwa kumtambulisha thamani yule mtu ni yule ambaye anatendewa mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaweza asijue thamani yake. Daudi hapa tunamkuta na yeye hakujua thamani. Lakini watu ndio wakamwambia, wewe ni wa thamani kuliko wanajeshi 10,000. Daudi yeye mmoja anasamanishiwa na wanajeshi 10,000. Nini maana ya thamani? Thamani ni nini?
Kamusi nasema kwamba thamani ni kiasi cha umuhimu, ubora au manufaa aliyo nayo mtu au kitu au jambo. Kitu au jambo. Manake hata na mtu yuko na thamani, si ndio? Manake mtu yuko na thamani. Manake neno unalolitoa mdomoni mwako liko na thamani. Kuna watu wengi anadharau neno, anapenda kitu lakini anadharau neno. Neno nalo liko na thamani yake. Tuko pamoja? Mwingine anasema kwamba mara nyingi pia inamaanisha bei au kiasi cha fedha ambacho kinafaa au kinaweza kubadilishwa kwa ajili ya kitu hicho. Na mwisho ni kiasi gani kitu kinafaa. Ni kiasi gani hiki kitu kinatufaa sisi. Siku moja nikafundisha hapa, nikasema kwamba mfano kama kwenye familia yako kuko na kikao, na hicho kikao wanahitaji watu 10 wafike pale, na wewe umefika umechelewa, ukiona wanakusubiri, ina maana uko wa thamani kwao. Tuko pamoja? Lakini ukiona kwamba wanasema tunaweza anza tu, atakuja baadaye, wewe si kitu. Wewe ni sawasawa na sifuri. Tuko pamoja? Ndio maana kwenye mashirika, makanisa, maasociation, serikali wanasema tuangalie kama quorum iko ate. Maana tuangalie kama watu tunaohitaji kuwa nao kwenye kikao kama wanaenea. Alafu ndio tuamue tuanze au tusianze. Tuko pamoja? Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu kila atakayefika kwenye kile kikao iko wa thamani. Unanielewa? Yaani kila anayealikwa iko wa thamani, kwa sababu tunajua thamani yako, ndio maana tumekualika. Lakini kama tusingejua wewe unatufaa nini, tusingekualika. Na unapoalikwa ni lazima utaenda, kwa sababu neno lako pale litakuwa la muhimu. Sasa ukiona sisi tunafanya kitu bila kukujali wewe, maana wewe hauna thamani kwa kile tunachokifanya. Tuko sawa? Unaweza ukawa wa thamani kwa vitu vingine, lakini kwa kile tunachokifanya kwa sasa wewe hautufai, hakikuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko nataka tujifunze kidogo, nani anatakiwa kusamanisha mtu? Niko najiuliza sana, nani anatakiwa asamanishe mtu? Au mfano mmoja wa mtu ambaye amekifanya kisha kikatusamanisha wote. Niko najifunza kidogo. Pastor unasema nani? Mungu kupitia Yesu Kristo. Mungu kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa kwanza ambaye anatupatia thamani kama alivyofanya Daudi ni nani? Ni Mungu. Na Mungu alifanyaje? Mungu akaona sisi hatuwezi tukakaa hivi tulivyo, kwa sababu wote tungefanyaje? Tungepotea. Naye akatuma mwanae wa pekee Yesu Kristo ili aje kufa msalabani kwa sababu tuwe hivi tulivyo. Sema amen. Amen. Tukapata thamani. Thamani yetu ni nini? Unajua ni nini? Unatakiwa upate jibu. Usianze kuwa Mkristo ambaye iko hivi tu aelewe. Anaenda kanisani lakini haelewi thamani yake ni nini. Thamani yako hapo ni ile damu ya Yesu Kristo. Maana yake hivi kupumua kwako ni kwa sababu kuna mtu alikufa. Tuko pamoja? Kuishi kwetu hivi tulivyo ni kwa sababu thamani yetu iko sawasawa na Yesu Kristo. Sasa kama wewe ungemwambia, unajua ni nini? Kuna watu ambao wanachukua thamani yao kuiweka kuwa kitu kidogo sana, alafu ndivyo wanavyodharauliwa sana. Umenielewa? Nikupe mfano wa mtu mmoja. Yuda akamuuza Yesu kwa thamani ya ngapi? Vipande vingapi? 30. Alipoambiwa umuhimu wa Yesu, akafanyaje? Akavitupa. Akatupa zile pesa. Unajua
hapa aliona ameuza mtu mkubwa kwa thamani ndogo sana. Tuko pamoja? Na wale watu wakamwambia sema, sisi hatuwezi kugusa hiyo pesa yako. Uipeleke kwa makaburi. Thamani. Yaani kujipa thamani ni wewe mwenyewe. Yaani vile unavyojiweka hiyo ndio thamani yako. Kila siku nawaambiaka hapa, ukitaka kutengeneza jambo fulani, hata kanisani, hata kwako, hata wapi, usianze kuleta zile project eti kwamba natafuta 1000. 1000 unaenda nayo wapi? Vijana, eti mimi niko napambana nipate 10,000 nitanunua gari. Na akili zote tulizo nazo mpaka yeye anakutoa kule Ulaya na kufikisha hapo ngao unatafuta nitapata 10,000 niuze gari. Sio kweli? Kama unatafuta 10,000 thamani yako ni 1000 ngapi? Ni 10,000. Kama wewe unafikiria 5,000, bali wewe 5,000, thamani yako iko ya 1000 ngapi? 5,000. Kama unawazawaza mke wako ungemtolea 5,000, maana yake wewe na wewe thamani yako ni 5,000. Kwa mfano kama mimi nikisema kwamba nianze kuhesabu ni ngapi natakiwa kuoa. Sisi ambao hapa naenda kwa wale ambao walishaolewa sasa. Unatakiwa uanze kuangalia ni ubora gani mke wako ameshakufanyia kwa ile familia. Tusingepata jibu. Tusingepata jibu. Kwa sababu nilitegemea utasema mimi nashindwa kupata jibu. Kwa sababu kama mtu amekuzalia mpaka watoto 9 na wote wako kwa masomo na wote wanafanya kazi na wote wanafanya hivi, kisha unamwambia yule mwanamke ningekuoa 5,000. Iko asama ni 5,000. Kama mke wako angejua, unafikiri angekuazia nini? Bamama, kama bwana ndio ungejua kama yeye ndiye aliandika wewe thamani yako ni 5,000, wewe ungewaza nini? Ungewaza ajui kile tunasema labda. Haleluya. Yeah. Ungeanza kugombana hapa kanisani. Unaelewa pastor? Tungeanza kugombana hapa kanisani. Kwa sababu kwa mfano hapa tulipo, mke wako anatumika kazi na wewe unatumika kazi. Wewe ukipata 1,500 kwa wiki na yeye anapata 1,500 kwa wiki, unapata 3,000 kwa wiki. Kisha unamwambia wewe nitakuoa 5,000. Ndio niko nasema niko humu kwenye tupu. Hiyo pesa inapatikana hapa. Kisha wanakuambia tutakuoa 5,000. Unajua kuna watu ambao wako kwenye mitandao wanapanga mabei ya kuoa, wanasema unapandisha sana. Wanapandisha paraporo ya wewe uko wapi? Wanapandisha paraporo hapa Ulaya, hakuna mtu mwenye anapangia mtoto wake bei. Watoto ba mingi wao ndio wanasema bei yao. Haiko hivyo mama. Wanasema wewe ukisema nataka 30,000, yeye anakuambia mimi papa kwanza niko napata mshahara wa 2,000 kwa wiki. Sasa inakuwaje niolewe hiyo pesa? Asipoleta 35 mimi ni mmoja, hakuna nafasi nilipanga leo. Hakuna. Na sitaipanga. Wewe mwenyewe na bwana yako ndio mnajijua thamani yenu iko ngapi. Sijui kama unanielewa. Wewe na bwana yako ndio mnajijua thamani yenu iko ngapi. Ukituambia hii thamani yetu ni 5,000, tunapokea ile 5,000, tunafanya vile vile tunatakiwa ufanye, unaenda. Tusijangaishe wazazi kujua thamani ya mtu. Thamani ya mtu inategemeana na yeye mwenyewe. Unakaa kwa kijana unaanza kuiba. Unakuja sasa utaenda kuoa pale kwa pasta. Thamani yako ni nini? Ni kuiba. Tutakupokea? Hapana. Sijui kama mnaelewa chenye niko nasema. Ile ndio thamani yako. Unavyoviongea uongeake kweli. Unaongea rongorongo. Kisha unakuja unaanza sema unajua papa mimi napana je
unajiheshimu. Unajiheshimu wapi? Watu wanakujua. Tunajua thamani yako. Sio vile wao usihukumu, usije ukahukumiwa. Hatuhukumu mtu. Sisi tunakuona ulivyo, unavyoongea na tunasema kile unachokiongea. Na hiyo ndio thamani yako. Baba mmoja akaja akapewa na nikawapa mfano mwingine, nisiseme huyo baba. Nikawapa mfano mmoja. Wanajua Wasudanizi hapa. Wanajua Wasudanizi. Kati ya mabinti zetu na wale utasema wale wanapendeza, utasema wa kwako. Si ndio hivyo? Na wale nikiwauliza Wasudani, wanani wanapendeza, na wenyewe watasema wa kwako. Sasa vyenye watatuambia vitashinda vya kwetu. Nikwambie vyenye watatuambia. Wasudani wanaoa hapa 200,000 mpaka 300,000. Yes. Sasa kama wewe mtoto wako anaolewa thamani yake ni 5,000 na wa Msudani thamani yake ni 300,000, unasemaje wako ni mzuri? Sana. Niko nafundisha kitu kinaitwa thamani ya kitu. Unanielewa vizuri eh? Mila yao inasamanisha ule binti ni 300,000. Na mila yetu inasamanisha hii ni 5,000. Tunatosha. Tunakubali. Sio problem. Lakini hiyo ndio thamani yetu. Tusianze kusema hiyo ndio thamani. Sasa tunarudi kwa habari ya thamani kama Wakristo. Tugeuke sasa kiroho. Tuko pamoja? Hiyo ilikuwa kimwili. Nilikuwa nataka uelewe thamani kimwili. Yesu alipokufa pale msalabani, kuna jambo moja ambalo ameagana na mama yake. Akasema hivi, akamwita Yohana, akasema Yohana, ona mama. Sasa mwana ona mama, mama ona mwana. Akimaanisha kwamba atakaye mchunga Mariamu pale ni nani? Ni Yohana. Tuko pamoja, anamkabidhi pale. Sasa alipokufa kwa ajili yetu, anategemea sisi tutafanya nini? Tumeagwa na Yesu kufanya nini? Enendeni, si ndio? Tutaenda kufanya injili. Kuna watu ambao tuko nao hata makanisani mpaka tunadiliki kusifia mambo ambayo sisi wenyewe tunapokuja kanisani tunaanza kulia yo Yesu wangu haleluya, lakini kufika pale nje unashindwa kumtetea Yesu. Yesu kwako anakuwa wa thamani ya kidogo sana. Unaanza sema kuna vitu vingine inabidi kuliweka kwanza pembeni. Thamani ya Yesu inafanyaje? Inapunguka. Sasa thamani ya Yesu inapopunguka na kule mbinguni anategemea wewe utamfanyia jambo nzuri, na thamani yako na wewe inapunguka. Tuko pamoja? Unatakiwa kumpa Yesu kuwa na thamani kubwa, kwa sababu thamani yako iko kwa ajili ya damu ya Yesu. Na kama utachukua ile damu ya Yesu, ndio thamani yake inashuka kabisa. Maana yake viwango vyako na wewe vitashuka. Shida ambayo tuko nayo ni kwamba tunapoomba Mungu, watu wengi wanapoomba Mungu, unaomba Mungu ukiwa na madhambi. Tuko pamoja? Lakini ukakumbana na watu tunaomba Mungu ya kubomoa milima. Tunaanza kupata mashida bakiwa, ndio maana unakuta kanisani ndio wengi wana matatizo hapo makanisa. Mpaka wale wanaoenda kwa wafumu wanasema linganisha walio kanisani na walio kwa wafumu, ni bora kwenda kwa mfumu. Si ndio hivyo? Si ndio wanasema? Unajua kwa nini? Tunaenda kumuomba Mungu tukiwa na madhambi. Mtu anakuja kwako anakutishia neno kwamba Bwana, ninaona wewe 1 2 3 4 5 6. Ni ukija kwangu na kuambia ukome kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuna muda wa kubembelezana kwa sababu tunampa thamani ni Yesu Kristo. Tunamtanguliza yeye kwa kila jambo. Tunajua hivi tulivyo ni kwa sababu ya nani? Ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima baba, mama, wazazi waone thamani yako. Tuko pamoja?
lazima wakuone thamani yako. Tusema Mungu anapaswa aone thamani yako. Yesu Kristo anapaswa aone thamani yako. Lakini pia na wewe unatakiwa uonyeshe uko wa thamani gani kwa Baba. Kuna watu ambao wanapingwa na wazazi wao. Ama unitumie hata $100 tu. Anapotuma anatuma ile 100 tu. Yaani baba yako anasema mimi hapa kama niko mkambi kama niko wapi, anasema ningepata hata $10 nitakushukuru sana. Kisha naona unaenda kwa simu yako unatuma ile $10. Basta, huko unaitwa aje? Madipos. Nitasema hiyo. Nitasema kwa lugha yangu afu nitakuja na huko. Kwa lugha yangu wanasema hivi. Msoshticho lakini chake poko ichicho. Maana yake hivi, hakuna mkubwa mwenye anaombaka, lakini dimples zake ndio zinaomba. Maana ukimwona mzee kwa hivi, kisha akwambia naomba $10, haombi 10, anaomba hata 1000. Tuko pamoja? Na kama wewe unataka kuchota kitu ambacho kiko moyoni mwake, huyo baba yako, huyo mama yako, akikwambia hata $10, kitupa ka 1000 pale, anaitemea mate moyo ya nguvu sana. Huku kwako wewe miaka inaongezeka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio thamani yako. Na wababa ukifanya hivyo unajua nini anasemaka? Nilijua tu huyu mtoto wangu. Huyu achana na huyu mtoto. Hata kama hakuwa anajua, aliona surprise. Mzee anaanza kutabasamu. Lakini wewe unatuma naomba kale ka $10, unatuma kale ka $10. Huyu anakuwa kashike sana. Nilimjua tu, hapa fanya kitu. Kuna watu wengine ambao niko nasema baba yako anapaswa aone thamani yako au mama. Kuna watu wengine ambao wanaishi na mama au baba. Hakuna surprise, mwaka nenda, mwaka rudi. Ni shida. Ni shida si wote tuko Ulaya. Hakuna vya Ulaya. Hakuna vya Ulaya. Ninasema hakuna vya wapi? Hakuna vya Ulaya. Mtoto wangu anatakiwa anipe surprise nikiwa hapa kwenye nipo kabla sijafa. Tuko pamoja? Mtoto wako wewe unajua ni nini jamani? Mimi huwa nashangaa sana. Kadiri tunavyofikiria kwamba hatuwezi kufanya surprise kwa mama zetu, ndio watoto wetu na wao wajifunze kitu. Tuko pamoja? Pastor akasimama hapa anasema, "Mama, mko mnasaidia watoto kuwapa ile sadaka." Unajua kwa nini? Kama mtoto haumzoeshi kwenda kutoa, hata jua kama kanisani wanakuwaka wanatoa. Anajua ni kwenda kucheza pale mbele na tunarudi nyumbani, mambo inaishia pale. Jamani. Kisha mtu mwingine anasema, "Na mimi unaona mbele nashangaa na hao watoto na wewe ulikuwa hivyo kwa mama yako." Unanielewa? Kama unaweza kuwapa watoto wako mfano mmoja hivi, nataka mwe unanizawadia. Kisha wao watakuchunguza. Wataangalia baba yake analala wapi. Tupigie simu mnaita nini? Selfie. Video call. Tupigie simu bibi tuone kwenye unalala. Anaangalia kato. Anaangalia wewe sasa tunamfanyia surprise mama yake analala kwa makato. Unanielewa? Watoto wetu wana akili wa baba. Watoto wetu wana akili wa mama. Kile unachokitendea mama yako na ni kile atakuja kukutendea wewe. Upate bahati tu. Aingie kama kanisani akutane na neno la Mungu, alafu akaokoka, umepata bahati. Lakini akikufuatilia kule nyumbani, matendo yako ndio thamani yako kwa watoto wako na ndio thamani yako wewe mwenyewe. Tuweange. Tunajifunza hapa wewe ni wa thamani gani? Upande wa mama, hakuna mtoto anajuaka huyu njoo baba asikwambiwa na nani? Na mama. Hata baba aende pale ajifanye nini leo baba yake. Ataenda uliza mama, lakini mama huyu kabisa. Yeye. Anaenda uliza lakini huyu ndo mwenyewe sasa huyu. Hata mbona mama iko hivi?
Sasa ndio huyo. Sasa ndio huyo na anaenda Yambi kwa wale baba. Like pamoja na kwamba alisema baba yuko hivi. Anapiga Yambi, huyo ndio baba alizaa. Sawa aliambiwa na nani? Ni samani yako. Hiyo ni samani yako. Ukiwapoteza hao watoto na samani yao inafanyaje? Inapotea. Mila yetu inasema kabla ya kumuzika mtu, sio hata mila mpaka kwa sababu na serikali hapa inakubali. Kabla ya kukuzika wewe watauliza ndugu yake iko wapi? Ndio. Kisha ndugu akishafika samani inapanda. Ninafundisha neno samani yako. Maiti hapa Ulaya. Ukifariki pale tu atapiga simu ndugu yake, na ukifariki pale government itakulipia $1,500, sio 1,500, kati ya 1,500 na 4,500 wakulunguze. Watasaidia. Kisha wanaanza tafuta ndugu sasa. Ndugu mmoja akifika pale, mimi ndio ndugu yake na niko tayari kufanya kila kitu. Inapanda mpaka 10,000, kuanzia 10 mpaka 16,000. Ukuzika wewe. Maiti inapanda nini? Valeo inapanda moja. Maiti inapanda kwa sababu unasaminishiwa na watu. Sasa una matendo gani ya kukufanya kusamini wewe? Kila mtu anaumia na wewe. Na kuumizwa inapokuwa iko ya kweli kweli, samani yako itafanyaje? Inashuka. Kiburi tunayo sisi. Unakuta mtu anaweza kawa na kipawa chake au cha kuhubiri, lakini anavyoanza kuhubiri sasa, eti ninataka nipate viewers. Anaanza bongo kule kunitangana. Na samani yake na yenyewe inafanyaje? Hakuna nabambi yake neno kila mara. Hakuna mhubiri wa kweli ambaye ataweka redio yake pale kuhubiri pale. Wote wa kweli wako makanisani. Sasa ndio wanatengeneza mioyo ya kundi wanazoziongoza. Tuko pamoja? Lakini wewe unaenda kujitia pale, kisha unaanza kutukana mpaka na kule. Bashangilia, hivi na hivi unatafuta nini? Bakurikodi lakini uko kwa kanisa fulani. Tuko pamoja? Pale ndio inaleta samani yako ya kiroho. Lakini hata mimi niko wa kanisa zote. Wa kanisa zote. Siku nakufa wanauliza alikuwa anaingia wapi? Hivyo kwa kanisa zote. Hakuna mtu mwenye atakuja. Ni kwa sababu gani? Matendo yako inaashiria wewe ni wa samani gani. Rafiki yako ni lazima aone samani yako, ndugu yako aone samani yako, nchi inahitaji kuona samani yako. Napenda sana Australia. Kiwaibia taxi kidogo hivi, na samani yako wanaionyesha tu. Yes. Kila mtu hapa ni wa samani Australia. Kila mtu. Kwa sababu gani? Ukienda mangapi watanunua mshope yoyote? Hakuna. Nyewe wote mko mnalipa taxi. Ndio maana wanaishi. Ukipiga po, kiangalia mwisho wa receipt, uko sasa inaandikwa GST. Lakini ni pesa yenye imeenda kwa serikali pia mara moja. Tuko pamoja? Na kila mtu anaheshimiwa kwa sababu anaheshimu serikali. Analipa kile ambacho serikali anataka. Tunapokuja hapa sasa kwa Mungu na kwenyewe. Mungu anakuheshimu kwa sababu unaheshimu vile anavyotaka. Ni kwako sasa wewe kuangalia. Serikali umeshamheshimu kuvya kwake na Mungu umheshimu kuvya kwake, ili wote wawili wakusaidia. Na mmoja ndo ana pumzi, mwingine anakumanipile tu, lakini hana pumzi. Kwa hiyo ni lazima umpe samani. Ni lazima umpe samani. Kwa mwisho kabisa, tujivunie ubora wetu ili samani yetu iweze kupanda. Kama ubora wetu uko vibaya, na samani yetu itafanyaje? Itashuka. Na ikishuka, tunampa ibilisi nafasi. Anasema leo nakupata.
Mkristo akiamua kwenda kwa mashetani ile, banamchezeaka moyo ya nguvu sana. Kwanza Mkristo yeyote akienda kwa mfumo hivi, kama watu wengine wote wanaweza omba $100, wewe ni 500. Kisha anakuambia mimi ndio bingwa, mimi ndio hivi, mimi ndio, au umekuliwa na kitu, kwa sababu anajua huyu hapo anatutesa tu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wana wenyewe watakukanyaga hapo. Heshima yako ni lazima itashuka. Tunakuomba unayetusikiliza, wewe uliye hapa, mheshimu Mungu ili heshima yako iweze kupanda. Heshimu ndugu yako, heshimu mama, heshimu baba. Vile vile unavyoogopa serikali isikupige bili, ndio uogope mpaka na baba aliyekuzaa na mama aliyekuzaa, na kila mtu aweze kuona wewe ni wa thamani katika jamii yetu. Na Mungu atubariki. Amen. Mungu aliye juu ya yote, asante kwa sababu ni wewe ulianza kujitoa kwa dhabihu ya kuteketezwa kwa sababu tuweze kupata thamani namna hii. Tunakushukuru kwa sababu hatutaweza bila kuwa na Roho wako Mtakatifu. Tunaomba Roho wako atembee na moyo wa kila mmoja wetu, ili kwamba tusije kupata aibu ile siku ya mwisho, ni siku ambayo kila mmoja atakwenda kupimwa na kazi zake alizozifanya. Bwana Yesu tusaidie. Kwa Yesu Kristo tunaomba kwa amini. Amen. Barikiwa sana mchungaji. Mungu akubariki sana kwa neno zuri. Thamani ya mtu ni mtu yule pekee anajipatia naye. Ukijidharau, naomba tukudharau. Amen. Watu wanasema yeye kana jivuna sasa. Acha nijivune ndio thamani yangu mimi. Upo yeye kwa gani? Acha nikuwe ndio thamani yangu. Wewe kama unajua thamani yako, wewe baki hivyo. Lakini mimi najua thamani yangu. Amen. Amen. Basi naona mchungaji leo alienda vizuri sana. Leo alienda ki profesa.